maumbile yetu na utajiri wetu isiwe lana, tukauana sisi kwa kuchawishiwa na wanaotolea macho nchi yetu. Hapana. Mjenga nchi ni mwananchi. Huu ni wakati wa Watanzania kushikana, ndugu zangu, na kujua kwamba yaliyoumbwa na Mungu hapa kwetu ni yetu, ni yetu, na haya Mungu alitupa makusudi kuinyanyua nchi yetu, kuinyanyua nchi yetu. Nyuma hatukuwa tunapigwa mawe sana, tuko tunahesabika tu ni nchi maskini inayoendelea polepole na nini na nini, lakini tulivyofungua utajiri, tukatumia rasilimali zetu kwa utalii, tukatumia madini yetu kibiashara, tukatumia bahari yetu na maziwa yetu kujenga uchumi wetu, hili sasa ndilo linaloumiza watu huko ulimwenguni. Kwa hiyo huu si wakati wa kukaa tukanyosheana kidole sisi kwa sisi Tanzania. Ni wakati wa Tanzania kushikana, tukasema Tanzania ni yetu, Mungu aliiumba hapa kwetu na lazima itufaidishe sisi wa Tanzania. Tunaposema tunalinda sovereignty, tunalinda uhuru wetu, tunalinda nchi yetu, lazima tuseme kwa moyo. Sisi wazee ambao tunakwenda zetu na vijana mlioinuka hapa wa under 50, sisi tunaondoka, tunawaachia nyinyi. Hatujui kati yenu au nje ya nyinyi nani anakuja kuwa rais hapa, lakini hilo mlijue vizuri sana, mlijue vizuri sana. Na kwa bahati mbaya maumbile ya mwanadamu yanakushawishika. Wameweza kuwashawishi watu wetu wengine, na ndo hao wanaotekeleza. Na ndio maana nikasema mradi huu uliotokea una walioupanga, kuna washitiri, kuna watekelezaji. Kwa hiyo kuna washitiri na watekelezaji ndani ya nchi yetu ambao hatupaswi kwa namna yoyote ile kuwaachia watu vuruge.